taarifa inokuja sasa hivi pengine wengi wenu ndio mlikuwa mnaisubiri. Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padri Charles Kitima, tukio lililotokea tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2020 katika makao makuu ya Baraza la Maaskofu yaliyopo kule Kurasini jijini Dar es Salaam. Napenda kuwajulisha kuwa Padri Kitima bado anaendelea na matibabu na hali yake inaendelea vizuri. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumjalia uponyaji wa haraka. Sio lengo letu kuelezea jinsi shambulio hilo lilivyotokea, bali tunatafakari na kujiuliza ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile. Je, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? Vitatu vimeshambuliwa. Mtu ameumizwa, makao makuu ya Baraza la Maaskofu yamevamiwa, na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpola mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadiri ya dhamiri, imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio alilofanyiwa Padri Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na sifa ya taifa letu. Wanatuvunjia heshima watu hawa kama taifa. Sisi tunajulikana kuwa ni kisiwa cha amani na umoja, na shambulio hilo limewapa watu nafasi ya kutukejeli na hata kuwasema vibaya viongozi na vyombo vyetu vya usalama. Tunaomba basi mamlaka na vyombo vinavyohusika walifanyie kazi jambo hili kukomesha maovu haya ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara katika nchi yetu. Tunashukuru kwa taarifa ya serikali. Nilimsikia jana Waziri wa Mambo ya Ndani akiahidi kulichukulia jambo hili kwa uzito mkubwa. Watanzania wanataka kuona maovu haya yanakomeshwa na wahusika wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mwisho tunawaomba waamini na wote wenye mapenzi mema tumwinulie Mungu mioyo yetu kwa sala na maombi. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie haki, amani, uhuru, upendo na umoja vistawi tena katika nchi yetu. Na Mungu mwenye uwezo wote atuondolee vyote vinavyotudhuru.
na awajalie neema ya toba ya kweli na uongofu wa moyo wale wote wanaopanga, kufadhili na kutekeleza maovu haya, ili waepukane na adhabu na laana ya milele.